Akizungumza baada ya baraza la madiwani la halmashauri ya Songea kupitisha rasimu ya bajeti ya shilingi bilioni 38.5 kwa mwaka wa fedha 2026/2027, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Songea Bi Elizabeth Gumbo amesema mapato ya ndani ambayo ni shilingi bilioni 3.5 yanatarajiwa kukusanywa kupitia vyanzo mbalimbali, huku sekta ya kilimo ikitarajia kuchangia zaidi ya 70% ya mapato hayo. Rasimu ya bajeti kwa mwaka 2026 na 2027 na ambapo takriban shilingi bilioni 34.5 imepitishwa kwa ajili ya utekelezaji kwa mwaka huo, na niwashukuru sana waheshimiwa madiwani kuridhia kupitisha bajeti hiyo. Na katika bajeti hiyo makusanyo ya ndani tunategemea kukusanya kiasi cha takriban shilingi bilioni 3.5, na hela hii tunakwenda kuikusanya katika vyanzo mbalimbali. Kwa halmashauri yetu ya wilaya ya Songea sisi ni wakulima, kwa hiyo eneo kubwa karibu 70% tunaenda kukusanya kwenye mazao ya kilimo, lakini pia tumebuni miradi mbalimbali ambayo tunakwenda kuitekeleza kwa kipindi hichi, ambayo nia na lengo ni kwa ajili ya kuinua na kuongeza mapato ili tuweze kufikia bajeti ambayo tumepetewa kwa 100%. Akitoa salamu za serikali katika baraza hilo la bajeti, katibu tawala msaidizi wa ufuatiliaji na ukaguzi kutoka ofisi ya katibu tawala mkoa wa Ruvuma, ndugu Pini Alimbura, amesema ili halmashauri iweze kufanya vizuri na paswa kuwa na uwezo mkubwa wa kusanya mapato yake ya ndani. Amesisitiza kuwa hatua hii itasaidia kupunguza utegemezi kutoka serikali kuu na kuongeza uhuru wa kifedha katika kutekeleza mipango ya maendeleo. Kuendelea kuongeza bidii ya ukusanyaji wa mapato ya serikali yakiwemo mapato ya ndani. Hilo ndio eneo ambalo tunalisitiza kwa sababu ili halmashauri iweze kuendelea na ili halmashauri iweze kufanya mambo mazuri, lazima iwe na uwezo mkubwa wa kukusanya mapato ya ndani. Na wakati tutakapokuwa tunakusanya mapato mengi, ndivyo tunapopunguza utegemezi kwa serikali kuu. Yaani hatakuwa tunategemea sana serikali kuu. Kwa sasa hivi serikali kuu imekuwa ikilipa mishahara ya watumishi pesa nyingi sana. Imekuwa ikileta fedha za miradi ya maendeleo lakini na matumizi ya kawaida. Lakini tunazihimiza halmashauri kuweza kubuni vyanzo vipya na pia kuweza kusimamia vile vyanzo ambavyo vipo ili kuweza kusanya kwa 100% kubwa kufikia malengo na shughuli za serikali kwa halmashauri kuweza kutekelezwa kwa ufanisi mkubwa. Kwa upande wao, baadhi ya madiwani wa halmashauri ya Songea wamesema kuwa rasimu ya bajeti ya shilingi bilioni 38.5 ni bajeti bora iliyoandaliwa kwa kuzingatia maslahi ya wananchi wote. Wamesema bajeti hiyo inalenga kuboresha ustawi wa kijamii na kiuchumi kwa wananchi sambamba na utekelezaji wa dira ya taifa 2050. Tumejipanga kuwasaidia wananchi wetu, kwanza kusimamia ishu ya miundombinu. Tunatamani kuona barabara zinapitika vizuri muda wote. Tunatamani kuona hospitali zetu, zahanati na vituo vya afya vinatoa huduma iliyo bora kwa wananchi wetu wa halmashauri ya wilaya ya Songea. Lakini pia tunatamani kujenga masoko katika kata mbalimbali ili kuhakikisha kwamba mazao ambayo wananchi wanalima basi hawapati shida ya namna ya kuyafikisha sokoni. Bajeti hiyo imeweka takriban shilingi bilioni 7 kama fedha kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa hiyo ni bajeti ambayo unaweza kuona inakwenda kujibu changamoto zetu huko kwenye kata, changamoto zetu huko kwenye vijiji, changamoto zetu huko kwenye vitongoji katika nyanja mbalimbali kama vile maji, elimu, miundombinu ya afya. Na nafikiri ni bajeti ambayo kwa awamu hii ya 6 ni bajeti ya kimapinduzi. Kutoka Songea mkoani Ruvuma, Newton Ndenda.